Kijana Samuel anagundua mke wake mtarajiwa ni samaki mtu siku ya harusi yao kanisani, mbele ya mchungaji na wanakijiji wote. Unataka kujua ilikuwaje? Basi ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Lakini kwanza, naomba like simulizi hii, comment bendera ya nchi yako, na kama bado huja subscribe kwenye channel hii, subscribe na washa kengele ya notification ili kila ninapotoa simulizi mpya uwe wa kwanza kupata taarifa. Sasa tuanze safari ya hadithi hii yenye mapenzi, siri nzito na mshangao mkubwa. Kijiji cha Mtondoni kilikuwa kijiji tulivu kilichojengwa karibu sana na bahari. Kila asubuhi sauti ya mawimbi ilisikika ikigonga ufukwe kwa utulivu, huku wavuvi wakijiandaa kuanza kazi zao za kila siku. Maisha ya kijiji hicho yalikuwa rahisi. Watu waliishi kwa kushirikiana, wakisaidiana na kuheshimiana. Miongoni mwa vijana waliokuwa wanaishi hapo, alikuwepo kijana mmoja aitwaye Samuel. Samuel alikuwa kijana mwenye bidii sana. Kazi yake kubwa ilikuwa kuvua samaki baharini na kuuza sokoni ili kujipatia kipato. Ingawa maisha yake hayakuwa ya utajiri, kila mtu kijijini alimpenda kwa sababu ya tabia yake njema. Hakuwahi kupenda ugomvi na mara nyingi alikuwa tayari kumsaidia mtu yoyote aliyekuwa na shida. Samuel aliishi na mama yake mzazi, mama aliyekuwa tayari ameanza kuzeeka. Baba yake alifariki miaka mingi iliyopita, hivyo jukumu la kumtunza mama yake lilikuwa mabegani mwa Samuel. Kila aliporudi kutoka baharini na samaki wachache mkononi, mama yake alikuwa akimshukuru sana kwa bidii yake. "Mwanangu, Mungu akubariki kwa moyo wako mzuri," mama yake alikuwa akisema mara kwa mara. Samuel alikuwa akitabasamu tu kwa unyenyekevu. Pamoja na kuwa kijana mwenye sifa nyingi nzuri, Samuel alikuwa na jambo moja lililomfanya wakati mwingine awe mpweke. Hakuwa na mchumba wala mke. Marafiki zake wengi walikuwa tayari wameoa au walikuwa na wachumba, lakini yeye bado alikuwa anaishi maisha ya kawaida tu. Wakati mwingine mama yake alikuwa akimwambia kwa upole, "Samuel mwanangu, ningependa siku moja nikuone ukiwa na familia yako." Samuel alikuwa akicheka kidogo. "Wakati ukifika mama, Mungu ataleta mtu sahihi," alikuwa akijibu. Siku moja jioni, baada ya kumaliza kazi yake ya baharini, Samuel alikuwa akitembea taratibu akielekea nyumbani. Jua lilikuwa linaanza kuzama, anga likiwa na rangi ya machungwa iliyopendeza sana. Watu wachache walikuwa bado ufukweni wakizungumza, huku wengine wakikusanya nyavu zao. Wakati Samuel akipita karibu na njia inayoelekea kisima cha kijiji, ghafla macho yake yalimuona msichana ambaye hakuwahi kumuona hapo kabla. Msichana huyo alikuwa amesimama karibu na mti wa mnazi, akiwa ameshika ndoo ndogo ya maji. Alikuwa na tabasamu la upole usoni mwake. Muonekano wake ulikuwa wa kuvutia sana, lakini kilichomshangaza Samuel zaidi kilikuwa utulivu na heshima iliyokuwa inaonekana wazi katika namna alivyosimama. Samuel alisimama kwa muda mfupi akijaribu kukumbuka kama aliwahi kumuona msichana huyo kijijini hapo, lakini hakukumbuka hata kidogo. Msichana huyo alipoona Samuel amesimama akimtazama, alitabasamu kwa upole. "Shikamoo," alisema kwa sauti ya heshima. Samuel alishtuka kidogo, kisha akajibu haraka, "Marahaba." Kulikuwa na ukimya mfupi kabla Samuel hajauliza kwa sauti ya upole, "Samahani, naweza kujua jina lako?" Msichana huyo alitabasamu tena, safari hii kidogo zaidi. "Jina langu ni Nadia." Samuel alitikisa kichwa kidogo. "Karibu sana kijijini Mtondoni. Mimi naitwa Samuel." "Asante sana," Nadia alisema kwa upole. Mazungumzo yao hayakuwa marefu siku hiyo, lakini Samuel alihisi kama kuna jambo la kipekee sana kuhusu msichana huyo. Aliongea kwa heshima, kwa utulivu, na alionekana kuwa mtu mwenye moyo mzuri. Baada ya muda mfupi, Nadia aliaga na kuanza kuondoka akielekea upande wa nyumba za kijiji. Samuel alibaki amesimama kwa muda mfupi akimtazama akiondoka. Hakujua kwa nini, lakini moyoni mwake alihisi kama kukutana huko hakukuwa kwa bahati mbaya. Alipoendelea na safari yake kuelekea nyumbani, mawazo yake yalikuwa bado yanamzunguka msichana huyo. Alipofika nyumbani, mama yake alikuwa amekaa nje akisafisha mboga. "Karibu mwanangu," mama yake alisema. "Asante mama." Baada ya kukaa chini kidogo, mama yake alimwangalia kwa makini. "Mbona leo unaonekana kama mtu anayefikiria sana?" Samuel alitabasamu kidogo. "Leo nimekutana na msichana mpya kijijini." Mama yake aliinua nyusi zake kwa udadisi. "Kweli?" Samuel alitikisa kichwa. "Ndiyo. Anaitwa Nadia." Mama yake alitabasamu polepole.
Basi inaonekana kuna mtu ameanza kuvutia mawazo ya mwanangu. Samuel alicheka kidogo, lakini hakusema kitu kingine. Usiku ule alipokuwa amelala kitandani, mara kadhaa alijikuta akikumbuka tabasamu la Nadia na sauti yake ya upole. Baada ya siku ile ya kwanza kukutana na Nadia, Samuel alijikuta akimfikiria mara kwa mara. Hakujua kwa nini, lakini kulikuwa na kitu ndani yake kilichomfanya akumbuke tabasamu lake na namna alivyozungumza kwa heshima. Hakuwa msichana wa kujionyesha wala kujisifu kama baadhi ya wasichana aliowahi kukutana nao. Nadia alionekana kuwa mtu mwenye utulivu na moyo wa upole. Siku chache zilipita na maisha yaliendelea kama kawaida katika kijiji cha Mtondoni. Samuel aliendelea na kazi yake ya kuvua samaki baharini kila asubuhi. Hata hivyo, mara kadhaa alipokuwa akirudi kijijini jioni, alijikuta akitumaini kumuona tena Nadia. Siku moja mchana, Samuel alikuwa sokoni akiuza samaki aliyowakamata asubuhi ile. Watu wengi walikuwa wakipita pale kununua mahitaji yao ya chakula. Wakati Samuel akipanga samaki wake vizuri kwenye sinia, ghafla alisikia sauti ya upole nyuma yake. "Shikamoo." Alipogeuka alimuona Nadia akiwa amesimama karibu yake. Samuel alitabasamu mara moja. "Marahaba Nadia." "Karibu." Nadia alionekana mwenye aibu kidogo, lakini alitabasamu. "Nimekuja kununua samaki kidogo." Samuel alichukua samaki wawili wazuri na kuwaweka kwenye mfuko mdogo. "Hawa watatosha?" Nadia aliangalia kwa makini kisha akatikisa kichwa kwa furaha. "Watatosha sana, asante." Baada ya Nadia kulipa, hakuondoka haraka kama Samuel alivyodhani. Badala yake, alisimama kidogo kana kwamba alitaka kusema kitu. "Samuel," alisema kwa sauti ya upole, "nimesikia watu wakisema wewe ni mvuvi mzuri sana." Samuel alicheka kwa aibu. "Ni kazi tu ya kila siku. Hakuna kitu cha ajabu." Mazungumzo yao yaliendelea kwa muda mfupi kabla Nadia hajaaga na kuondoka. Lakini tangu siku hiyo, ikawa kawaida kwao kukutana mara kwa mara kijijini. Wakati mwingine walikutana sokoni, wakati mwingine karibu na kisima cha kijiji, na wakati mwingine njiani tu walipokuwa wakielekea kwenye shughuli zao. Kadiri siku zilivyozidi kupita, Samuel alianza kugundua zaidi tabia nzuri za Nadia. Alikuwa msichana mwenye heshima kubwa kwa watu wazima. Kila alipokutana na wazee wa kijiji, alikuwa akiwapa salamu kwa unyenyekevu. Pia alikuwa mkarimu sana. Mara nyingi alisaidia wanawake wengine kazi ndogondogo kama kubeba maji au kusafisha eneo la kijiji. Wanakijiji wengi walianza kumpenda Nadia haraka sana. "Mwanangu yule msichana ni mwema sana," wanawake wa kijiji walikuwa wakisema. Hata mama yake Samuel alianza kusikia habari zake. Siku moja jioni, Nadia alikuja nyumbani kwa Samuel kumtembelea mama yake. Alipofika, alimkuta mama huyo amekaa nje akipumzika. "Shikamoo mama," Nadia alisema kwa heshima kubwa. Mama yake Samuel alinyanyua macho yake na kumtazama msichana huyo. "Marahaba mwanangu." Nadia alikaa karibu naye na kuanza kuzungumza naye kwa upole. Mazungumzo yao yalikuwa ya kawaida tu, kuhusu maisha ya kijijini na mambo ya kila siku. Mama yake Samuel alifurahishwa sana na tabia ya Nadia. Baadaye Samuel aliporudi nyumbani kutoka baharini, alimkuta Nadia bado yupo pale. "Nadia, karibu," Samuel alisema kwa mshangao wa furaha. Nadia alitabasamu tu. "Nimekuja kumjulia hali mama yako." Samuel alihisi furaha moyoni mwake kusikia hivyo. Baada ya muda mfupi Nadia aliaga na kuondoka. Mama yake Samuel alimwangalia mwanawe kwa tabasamu la maana. "Samuel." "Naam mama." "Yule msichana ni mzuri sana." Samuel alicheka kidogo. "Ndiyo mama, ni mtu mwema." Mama yake alitikisa kichwa polepole. "Kama ungeamua kumwoa, nisingekuwa na shida hata kidogo." Samuel alibaki kimya kwa sekunde chache, lakini moyoni mwake alihisi maneno hayo yakigusa sehemu ya ndani kabisa ya moyo wake. Kadiri muda ulivyozidi kupita, urafiki wa Samuel na Nadia ulizidi kuwa wa karibu zaidi. Walizungumza mara nyingi, wakicheka pamoja na kusaidiana katika mambo madogo ya maisha ya kijijini. Siku moja jioni walikuwa wamekaa ufukweni wakitazama mawimbi ya bahari yakigonga mchanga kwa utulivu. Samuel alimwangalia Nadia kwa muda mfupi, kisha akasema kwa sauti ya upole, "Nadia, ndio, ninafurahia sana kuwa rafiki yako." Nadia alitabasamu kidogo. "Nami pia."
Lakini Samuel hakusema kitu kingine, ingawa moyoni mwake alianza kuhisi jambo jipya kabisa. Jambo ambalo lilikuwa linaanza kukua polepole ndani ya moyo wake. Upendo. Kadiri siku zilivyoendelea kupita katika kijiji cha Mtondoni, urafiki kati ya Samuel na Nadia ulizidi kuwa wa karibu zaidi. Sasa haikuwa tena ajabu kuwaona wawili hao wakizungumza sokoni, njiani au hata ufukweni jioni, wakitazama mawimbi ya bahari yakipiga mchanga kwa utulivu. Kwa Samuel, uwepo wa Nadia ulianza kuwa sehemu muhimu sana ya maisha yake. Kila siku aliporudi kutoka baharini, jambo la kwanza lililokuwa linapita akilini mwake lilikuwa ni kama angeweza kumuona Nadia siku hiyo. Nadia pia alionekana kufurahia sana uwepo wa Samuel. Alikuwa mtu wa utulivu, lakini kila walipokutana tabasamu lake lilionyesha wazi kuwa alikuwa na furaha. Wanakijiji walikuwa wameanza kugundua ukaribu wao. Wale wawili wanaonekana kupatana sana, baadhi ya watu walikuwa wakisema. Wengine walitabasamu tu wakisema, labda harusi ipo karibu. Samuel mwenyewe hakuwa amefikiria sana kuhusu jambo hilo mwanzoni. Lakini kadiri muda ulivyozidi kupita, aligundua kuwa hisia zake kwa Nadia zilikuwa zimebadilika kabisa. Haikuwa tena urafiki wa kawaida. Alimpenda. Siku moja jioni, Samuel alikuwa amekaa nje ya nyumba yao akitengeneza nyavu zake za kuvulia samaki. Mama yake alikuwa amekaa karibu naye akipanga mboga. Baada ya ukimya wa muda mfupi, mama yake alimwangalia mwanawe. Samuel. Ndiyo mama. Mama yake alitabasamu kidogo. Unamfikiria Nadia, sivyo? Samuel alicheka kwa aibu kidogo. Kwa nini unasema hivyo? Mama yake alitikisa kichwa kwa upole. Mama hawezi kukosa kujua mambo ya moyo wa mwanae. Samuel alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya utulivu. Ni kweli mama, nampenda. Mama yake alitabasamu kwa furaha. Hilo ni jambo jema sana mwanangu. Samuel alimwangalia mama yake kwa makini. Unaonaje kama nikimuomba awe mchumba wangu? Mama yake hakusita hata kidogo. Nadhani hilo ni wazo zuri. Nadia ni msichana mwenye tabia nzuri sana. Ana heshima, ana upendo, na kila mtu kijijini anampenda. Maneno hayo yalimpa Samuel ujasiri zaidi. Usiku ule, Samuel alilala akiwa na mawazo mengi kichwani mwake. Alijua kwamba hakutaka kupoteza nafasi ya kuwa na Nadia katika maisha yake. Siku iliyofuata jioni, Samuel alimtafuta Nadia kama kawaida. Alimkuta karibu na ufukwe wa bahari akitazama mawimbi. Nadia, Samuel alimuita kwa upole. Nadia aligeuka na kutabasamu. Samuel, karibu. Samuel alisimama karibu yake kwa muda mfupi, kana kwamba alikuwa anatafuta maneno sahihi ya kusema. Nadia, kuna jambo ningependa kukuambia. Nadia alimwangalia kwa utulivu. Sema. Samuel alivuta pumzi kidogo kabla ya kuendelea. Tangu siku ile ya kwanza tulipokutana, maisha yangu yamekuwa tofauti. Umekuwa rafiki mzuri sana kwangu, lakini ukweli ni kwamba hisia zangu kwako zimekuwa zaidi ya urafiki. Nadia alibaki kimya akimsikiliza kwa makini. Samuel aliendelea kusema kwa sauti ya upole lakini ya dhati. Nadia, ninakupenda. Kulikuwa na ukimya mfupi uliotanda kati yao, ukikatizwa tu na sauti ya mawimbi ya bahari. Samuel alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi kidogo. Ningependa uwe sehemu ya maisha yangu milele. Ningependa uwe mchumba wangu. Nadia alimwangalia Samuel kwa macho ya utulivu. Baada ya sekunde chache, tabasamu la polepole lilionekana usoni mwake. Samuel, ndiyo. Umeniheshimu sana tangu siku ya kwanza tulipokutana. Umekuwa mtu mwema kwangu na kwa watu wengine wote. Samuel alimsikiliza kwa makini. Kama moyo wako unavyosema unanipenda, basi nami ninakubali kuwa mchumba wako. Samuel alihisi furaha kubwa sana moyoni mwake. Kweli? Aliuliza kwa mshangao wa furaha. Nadia alitikisa kichwa kwa tabasamu. Ndiyo. Furaha hiyo haikubaki kati yao tu. Siku chache baadaye, Samuel alimwambia mama yake habari hiyo, na mama yake alifurahi sana. Habari hizo pia zilienea kijijini. Watu wengi walifurahia sana kusikia kwamba Samuel na Nadia walikuwa wameamua kuwa pamoja. Wale wawili wanafaa sana kuoana, baadhi ya wanakijiji walikuwa wakisema. Kadiri wiki zilivyopita, mipango ya ndoa ilianza kujadiliwa taratibu. Samuel na Nadia walikubaliana kwamba wangependa kufunga ndoa kanisani, mbele ya watu wote wa kijiji.
Habari za Samuel na Nadia kuamua kufunga ndoa zilienea haraka sana katika kijiji cha Mtondoni. Kijiji chote kilionekana kuwa na furaha kubwa kwa ajili yao. Watu wengi walikuwa wakisema wazi kwamba wawili hao walistahili kuwa pamoja kwa sababu wote walikuwa na tabia njema na mioyo ya upendo. Siku chache baada ya uchumba wao kutangazwa, Samuel alianza rasmi maandalizi ya harusi. Kijiji cha Mtondoni kilikuwa na kanisa dogo la zamani lililokuwa karibu na ufukwe wa bahari, na hapo ndipo walipokubaliana kufunga ndoa yao. Padri wa kanisa hilo alipokea habari hizo kwa furaha. Ni jambo la baraka kuona vijana wawili wema wakiamua kuanzisha familia kwa heshima mbele za Mungu, alisema. Baada ya hapo maandalizi yakaanza polepole. Wanawake wa kijiji walianza kupanga mambo ya chakula, mapambo na sherehe. Wanaume wengine walijitolea kusaidia kutengeneza viti na kupamba eneo la kanisa ili siku ya harusi iwe ya kuvutia. Mama yake Samuel alikuwa mmoja wa watu waliokuwa na furaha zaidi. Karibu kila siku alikuwa akizungumza na wanawake wengine wa kijiji kuhusu maandalizi ya harusi hiyo. Mwanangu Samuel anastahili furaha hii, alikuwa akisema kwa tabasamu. Kwa upande mwingine, Nadia aliendelea kuwa yule yule kama watu walivyomzoea. Alikuwa mnyenyekevu, mwenye heshima na mwenye upendo kwa kila mtu. Hata katika maandalizi ya harusi yake mwenyewe, Nadia hakujionyesha kama mtu anayejiona bora kuliko wengine. Mara nyingi alikuwa akisaidia wanawake wengine jikoni au kufanya kazi ndogo ndogo za kijijini. Tabia yake hiyo ilifanya watu wampende zaidi. Ni nadra sana kuona msichana mwema kama Nadia, baadhi ya wanawake walikuwa wakisema. Samuel naye alikuwa na furaha kubwa moyoni mwake. Alikuwa akifanya kazi kwa bidii zaidi baharini ili kuhakikisha kwamba siku ya harusi yake kila kitu kinakuwa vizuri. Siku moja jioni, Samuel na Nadia walikutana ufukweni kama walivyokuwa wakifanya mara nyingi. Walikaa juu ya jiwe kubwa wakitazama mawimbi ya bahari yakisogea taratibu. Nadia, Samuel alisema kwa sauti ya utulivu. Ndiyo, Nadia aliitikia huku akimtazama. Je, una furaha kuhusu harusi yetu? Nadia alitabasamu kwa upole. Nina furaha sana. Samuel alitabasamu pia. Mimi pia. Wakati mwingine najiuliza kama haya yote ni kweli. Nadia alimwangalia kwa upole. Kwa nini unasema hivyo? Samuel alicheka kidogo. Kwa sababu sikuwahi kufikiria ningekutana na mtu kama wewe. Nadia hakusema kitu kwa muda mfupi. Alitazama mawimbi ya bahari yaliyokuwa yanakuja na kurudi. Kisha akasema kwa sauti ya utulivu. Samuel, mimi pia ninafurahia sana kukutana na wewe. Mazungumzo yao yaliendelea kwa muda mrefu usiku ule. Walizungumza kuhusu maisha yao yajayo, ndoto zao na familia ambayo walitamani kuijenga pamoja. Kwa Samuel, kila dakika aliyokuwa karibu na Nadia ilimfanya ahisi kuwa alikuwa mtu mwenye bahati sana. Kadiri siku zilivyopita, tarehe ya harusi yao ilizidi kukaribia. Siku moja, kanisa lilianza kupambwa rasmi. Vijana wa kijiji walisaidia kuweka maua na mapambo madogo ndani ya jengo la kanisa. Viti vilipangwa vizuri, na kila mtu aliyekuwa anaona maandalizi hayo alijua kwamba harusi hiyo ingekuwa tukio kubwa sana katika kijiji hicho. Mama yake Samuel alipoona kanisa limepambwa vizuri, macho yake yalijaa furaha. Hatimaye siku imekaribia, alisema kwa sauti ya hisia. Hata Samuel mwenyewe alianza kuhisi msisimko mkubwa. Alianza kuhesabu siku zilizobaki mpaka ile siku muhimu ifike. Nadia naye alionekana kuwa na utulivu ule ule wa kawaida. Hakukuwa na dalili yoyote kwamba alikuwa na hofu au wasiwasi. Kila mtu aliyemwangalia aliona tu binti mwema aliyekuwa tayari kuanza maisha mapya ya ndoa. Hatimaye siku iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa ilifika. Ilikuwa ni asubuhi yenye mwanga mzuri katika kijiji cha Mtondoni. Jua lilichomoza polepole juu ya bahari, likitoa mwanga wa dhahabu uliogonga mawimbi na kufanya maji ya bahari yang'ae kwa uzuri wa ajabu. Kijiji kizima kilionekana kuwa na furaha isiyo ya kawaida siku hiyo. Wanawake walikuwa wameamka mapema kupika vyakula vya sherehe, huku wanaume wakisaidia kupanga viti na kuhakikisha kila kitu kiko tayari kwa ajili ya harusi. Kanisa la kijiji lilikuwa limepambwa vizuri sana kwa maua na vitambaa vya rangi mbalimbali. Ndani yake kulikuwa na harufu nzuri ya maua iliyojaza hewa. Watu walianza kufika mapema, wakiwa wamevaa mavazi yao mazuri zaidi. Wengine walikuwa wakizungumza kwa furaha, wakitabasamu na kusubiri tukio hilo muhimu lianze. Mwisho wa leo Samuel anaingia kwenye maisha mapya, mtu mmoja alisema huku akicheka.
Na amepata mke mzuri sana, mwingine aliongeza. Kwa upande wa Samuel, alikuwa tayari amevaa suti yake safi nyeusi. Alikuwa amesimama karibu na mlango wa kanisa pamoja na baadhi ya marafiki zake waliokuja kumsaidia siku hiyo. Ingawa alionekana mwenye furaha, moyoni alikuwa na msisimko mkubwa. Moyo wake ulikuwa unapiga haraka kidogo kila alipofikiria kwamba muda si mrefu angekuwa anamuoa Nadia. Rafiki yake mmoja alimchezea kidogo. Samuel, leo unaonekana kama mtu anayesubiri jambo kubwa sana. Samuel alicheka kidogo. Ni kweli. Leo ni siku muhimu sana katika maisha yangu. Ndani ya kanisa, watu waliendelea kujaza viti. Mama yake Samuel alikuwa amekaa mbele kabisa, macho yake yakionyesha furaha na fahari kwa mwanawe. Dakika chache baadaye, sauti ya kengele ya kanisa ilisikika taratibu, ishara kwamba ibada ya ndoa ilikuwa karibu kuanza. Padri alisimama mbele ya madhabahu akisubiri maharusi. Samuel aliingia kanisani kwanza na kusimama mahali palipotengwa kwa ajili yake. Alivuta pumzi kidogo, akijaribu kutuliza msisimko uliokuwa moyoni mwake. Watu wote walikuwa wakitazama mlango wa kanisa wakisubiri kumwona bibi harusi. Baada ya muda mfupi, mlango wa kanisa ulifunguliwa polepole. Nadia aliingia ndani akiwa amevaa gauni jeupe la harusi lililomfanya aonekane mzuri sana. Alikuwa anatembea taratibu kuelekea mbele ya kanisa. Watu wengi walitabasamu walipomuona. Ni bibi harusi mzuri sana, mtu mmoja alinong'ona. Samuel alipomtazama Nadia akitembea kuelekea kwake, moyo wake ulijaa furaha kubwa. Hakuwahi kumuona Nadia akiwa mzuri kiasi hicho hapo awali. Hatimaye Nadia alifika mbele ya madhabahu na kusimama karibu na Samuel. Ibada ya ndoa ilianza rasmi. Padri alianza kwa maombi mafupi, kisha akazungumza kuhusu umuhimu wa ndoa na upendo kati ya mume na mke. Samuel na Nadia walikuwa wamesimama kwa utulivu wakimsikiliza. Baada ya muda, padri alifikia sehemu muhimu ya ibada. Aliwatazama maharusi wote wawili kwa makini. Samuel alisema kwa sauti ya utulivu, "Je, unakubali kumwoa Nadia uwe mke wako halali, kumpenda, kumheshimu na kumtunza katika maisha yako yote?" Samuel hakusita hata kidogo. "Ninakubali," alisema kwa sauti ya uhakika. Watu wengi kanisani walitabasamu kusikia jibu hilo. Padri kisha akamgeukia Nadia. "Nadia, je, unakubali kumwoa Samuel uwe mume wako halali, kumpenda, kumheshimu na kuishi naye katika maisha yako yote?" Nadia alitazama mbele kwa utulivu. "Ninakubali," alisema kwa sauti ya upole. Padri alitabasamu kidogo. Sasa ilikuwa ni hatua ya kubadilishana pete. Samuel alichukua pete aliyokuwa amepewa na rafiki yake, kisha akashika mkono wa Nadia kwa upole. Alikuwa karibu kuiweka pete kwenye kidole cha Nadia. Lakini ghafla tukio lisilotarajiwa lilitokea. Kulikuwa na sauti ya mshangao mdogo kutoka kwa baadhi ya watu waliokuwa wamekaa karibu. Wengine waliinama mbele kidogo kana kwamba walikuwa wameona kitu kisicho cha kawaida. Samuel mwenyewe alisimama ghafla, macho yake yakimtazama Nadia kwa mshangao ambao hakuwahi kuwa nao hapo awali. Ndani ya sekunde chache tu, furaha iliyokuwa imejaa kanisa lote iligeuka kuwa ukimya mzito wa mshangao. Hakuna mtu aliyesema neno. Kila mtu alikuwa akimtazama Nadia, akiwa haamini kile walichokuwa wanaanza kukiona mbele ya macho yao. Ukimya mzito ulitanda ndani ya kanisa lote kwa sekunde chache ambazo zilionekana kuwa ndefu sana. Watu waliokuwa wamekaa kwenye viti vya mbele walianza kutazamana kwa mshangao, huku wengine wakisimama kidogo ili kuona vizuri kilichokuwa kinaendelea mbele ya madhabahu. Samuel mwenyewe alikuwa bado ameshika mkono wa Nadia, lakini macho yake yalikuwa yamejaa mshangao mkubwa. Hapo awali alikuwa karibu kumvalisha pete ya ndoa, lakini sasa macho yake yalikuwa yameganda kwenye miguu ya Nadia. Chini ya gauni lake la harusi, kulikuwa na kitu ambacho hakikufanana tena na miguu ya kawaida ya binadamu. Ngozi iliyokuwa inaonekana ilikuwa na muonekano wa magamba ya samaki yaliyong'aa kwa mwanga wa kanisa. Sauti za kunong'ona zilianza kusikika polepole miongoni mwa watu. "Umeona hiyo? Haiwezekani, ni nini kinaendelea?" Baadhi ya watu waliinuka kabisa kwenye viti vyao, wakijaribu kuona vizuri zaidi. Mama yake Samuel alishika mdomo wake kwa mshangao mkubwa. Padri aliyekuwa mbele ya madhabahu alisimama kimya kwa muda, akimtazama Nadia kwa macho yaliyojaa kutoamini. Nadia mwenyewe alikuwa amesimama kwa utulivu, lakini uso wake ulionyesha huzuni ya ndani. Alijua kwamba ukweli ambao alikuwa ameuficha kwa muda mrefu sasa ulikuwa unaanza kuonekana mbele ya kila mtu.
Samuel alivuta pumzi polepole, bado akimshika mkono Nadia. Nadia alisema kwa sauti ya mshangao, "Hii ni nini?" Nadia alishusha macho yake chini kwa sekunde chache. Kanisa lote lilikuwa kimya kabisa sasa, kila mtu akingoja kusikia jibu lake. Hatimaye Nadia alinyanyua macho yake na kumtazama Samuel moja kwa moja. "Samuel, kuna jambo ambalo sikuwahi kukuambia." Sauti yake ilikuwa ya utulivu, lakini ndani yake kulikuwa na huzuni kubwa. Samuel hakusema kitu. Alikuwa bado anajaribu kuelewa kile kilichokuwa kinatokea mbele yake. Nadia aliendelea kusema polepole, "Mimi si binadamu wa kawaida kama ulivyodhani." Watu kadhaa kanisani walivuta pumzi kwa mshangao. Nadia aliendelea, "Nilitoka katika ulimwengu wa baharini, mimi ni kiumbe wa bahari." Maneno hayo yalifanya baadhi ya watu washikwe na hofu. "Samaki mtu mmoja alinong'ona kwa sauti ya chini. Nadia alitikisa kichwa polepole. "Ndio." Samuel alihisi kama dunia yake ilisimama kwa muda mfupi. Alimtazama Nadia kwa macho yaliyojaa mshangao, lakini ndani yake pia kulikuwa na maumivu ya kuona Nadia akiwa na huzuni. "Kwa nini hukuniambia?" Samuel aliuliza kwa sauti ya chini. Nadia alifumba macho kwa sekunde chache. "Kwa sababu niliogopa." Samuel alimwangalia kimya. "Niliogopa kwamba kama ungejua ukweli wangu usingenikubali tena," Nadia alisema kwa sauti iliyokuwa karibu kuvunjika. Watu waliokuwa kanisani walikuwa bado wanatazamana kwa mshangao mkubwa. Hakuna aliyewahi kusikia jambo kama hilo hapo awali. Nadia aliendelea kuzungumza, sasa macho yake yakiwa na machozi. "Nilikuja duniani kwa bahati mbaya, miaka kadhaa iliyopita. Nilipoanza kuishi hapa, nilijifunza maisha ya wanadamu polepole." Alimtazama Samuel moja kwa moja. "Lakini siku zote nilijua kwamba kuna siku ukweli ungejitokeza." Samuel alibaki kimya kwa muda mrefu. Ndani ya kanisa lote, hakuna mtu aliyekuwa akizungumza. Baadhi ya watu walikuwa na hofu, wengine walikuwa wamejaa mshangao, na wengine hawakuweza hata kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Lakini macho ya kila mtu yalikuwa kwa Samuel sasa. Wote walikuwa wakingoja kuona angefanya nini baada ya kusikia ukweli huo. Nadia alishusha macho yake polepole. "Naelewa kama hutaki tena kuendelea na ndoa hii," alisema kwa sauti ya huzuni. Ndani ya kanisa lote kulikuwa na ukimya mzito uliobeba mshangao, hofu na maswali mengi. Kila mtu alikuwa akimtazama Samuel, wakingoja kuona angefanya nini baada ya kusikia ukweli ule ambao hakuna hata mmoja wao aliyewahi kufikiria. Nadia alikuwa amesimama kimya mbele yake, macho yake yakiwa yameinama chini. Moyo wake ulikuwa umejaa huzuni na hofu. Kwa muda mrefu alikuwa ameishi akijaribu kuwa kama binadamu wengine, akijifunza maisha ya watu wa kijijini, na zaidi ya yote alikuwa ameanza kumpenda Samuel kwa moyo wake wote. Lakini sasa ukweli ulikuwa umejitokeza. Na Nadia aliamini kwamba kila kitu kilikuwa kimekwisha. Kanisa lote lilikuwa kimya kiasi kwamba hata sauti ya pumzi za watu ilisikika. Samuel alimtazama Nadia kwa makini. Macho yake hayakuwa na hasira wala hofu kama watu wengine. Badala yake yalikuwa na mchanganyiko wa mshangao, huzuni na kitu kingine kilichokuwa kinaonekana wazi ndani yake, upendo. Alivuta pumzi polepole, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, "Nadia, ni kweli kwamba umenificha ukweli huu kwa muda mrefu." Maneno hayo yaliwafanya baadhi ya watu kanisani waanze kunong'ona tena. Lakini Samuel aliendelea kusema, "Lakini kuna jambo moja ambalo halijawahi kubadilika." Nadia aliinua macho yake polepole na kumtazama. Samuel alimsogelea kidogo zaidi. "Upendo wangu kwako." Maneno hayo yalifanya watu wengi kanisani washangae zaidi. Samuel aliendelea kwa sauti ya wazi zaidi sasa. "Nilimpenda Nadia, yule niliyemfahamu, yule mwenye moyo wa upendo, mwenye heshima, na anayejali watu wote kijijini." Alimshika mkono wake kwa upole. "Na huyo ndiye Nadia aliyesimama mbele yangu sasa." Macho ya Nadia yalianza kujawa na machozi. "Samuel, lakini mimi si kama watu wengine," alisema kwa sauti ya huzuni. Samuel alitikisa kichwa polepole. "Labda si kama watu wengine," alisema kwa utulivu, "lakini hilo halibadilishi mtu uliye ndani." Watu waliokuwa kanisani walikuwa wakisikiliza kwa makini sasa. Baadhi yao walikuwa wameacha hata kunong'ona. Samuel aliendelea kusema kwa sauti ya dhati, "Kama kweli upendo wetu ni wa kweli, basi ukweli huu hauwezi kuubadilisha."
Nadia alimwangalia Samuel kwa mshangao mkubwa. Hata baada ya kujua yote haya, bado unataka kunioa? Aliuliza kwa sauti iliyokuwa karibu kuvunjika. Samuel alitabasamu kidogo. Ndiyo. Jibu hilo lilitoka kwa uhakika mkubwa. Kanisa lote lilijaa mshangao mpya. Mama yake Samuel alikuwa ameshika kifua chake kwa hisia, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Padri aliyekuwa mbele yao aliwatazama kwa muda mrefu, kana kwamba alikuwa anatafakari maneno aliyoyasikia. Hatimaye alizungumza kwa sauti ya utulivu. Upendo wa kweli ni kitu adimu sana duniani. Aliwatazama Samuel na Nadia kwa makini. Kama mna uhakika na uamuzi wenu, basi hakuna sababu ya kuzuia ndoa hii. Maneno hayo yaliwashangaza wengi kanisani, lakini hakuna aliyesema kitu. Samuel alichukua tena pete aliyokuwa ameishika hapo awali. Alimtazama Nadia machoni. Nadia, uko tayari? Nadia alikuwa na machozi ya furaha sasa. Alitikisa kichwa polepole. Ndiyo. Kwa mikono iliyokuwa na utulivu, Samuel alimvalisha Nadia pete kwenye kidole chake. Ndani ya kanisa kulisikika sauti ya pumzi za mshangao kutoka kwa baadhi ya watu, lakini pia kulikuwa na watu wengine waliokuwa wanatabasamu kwa hisia. Padri alinyanyua mikono yake kidogo. Kwa mamlaka niliyopewa, sasa nawatangaza kuwa mume na mke. Maneno hayo yalijaza kanisa lote kwa mshangao na hisia kubwa. Samuel alimwangalia Nadia kwa upendo ule ule uliokuwepo tangu siku walipokutana kwa mara ya kwanza. Na Nadia, licha ya siri yake kubwa kufichuka mbele ya kila mtu, alihisi amani moyoni mwake kwa sababu mtu aliyempenda zaidi duniani alikuwa amemkubali jinsi alivyo. Watu wa kijiji cha Mtondoni hawakuweza kusahau tukio lile kwa muda mrefu sana. Lakini jambo moja lilikuwa wazi kwa kila mtu aliyekuwa kanisani siku ile. Kwamba upendo wa kweli hauangalii tofauti za mtu, unaangalia moyo wake. Hapo ndipo simulizi yetu inafikia mwisho. Tumeshuhudia jinsi siri kubwa inaweza kubadilisha kila kitu, lakini pia tumegundua kuwa upendo wa kweli hauyumbi kirahisi. Samuel alichagua moyo wa Nadia kuliko hofu ya tofauti yake, na hilo ndilo lililofanya hadithi yao kuwa ya kipekee. Asante sana kwa kuungana nami hadi mwisho wa simulizi hii. Kama umeipenda, usisahau kutoa maoni yako, kushiriki na wengine, na kuendelea kuwa nasi kwa simulizi zaidi zenye mafunzo na burudani. Mpaka wakati mwingine, karibu tena kwa hadithi nyingine yenye kusisimua.